Mazra'atul akhirah, wako wanaosema ni hadithi, wengine wanaosema si hadithi, lakini wote tunakubaliana kwamba ni maneno mazuri, kwamba ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ndio konde, shamba la akhera. Kuna waliofasiri kwamba maana dunia pale ni ujana, kwamba ujana ndio shamba litakalokusaidia kupata mavuno ya kiakhera. Kwa hiyo pongezi kubwa ni hizo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ni kwamba usikate tamaa sababu ya darasa iliyopita. Ikiwa ulibobea sana katika maasi, fahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kwa nini? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Akizungumza hapa na Mwenyezi Mungu, akizungumza na wale ambao wamebobea katika maasi mpaka mtu anafikia mahala pa kukata tamaa, mwingine kwa sababu ya kuzama sana katika maasi anafikia mahala anaona kwamba hata nikiswali mimi sipati chochote, natamani ni swali, lakini nikikumbuka maasi niliyoyafanya mimi naona sitopata kitu. Huwa watu wakafikia hatua hiyo. Au wema wote nitakaofanya mimi simo. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. La mwisho, kwa mujibu wa suwaru min hayati sahaba, tukirudi katika swala lile innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika mema yanafuta mabaya. Kwa mujibu wa suwaru min hayati sahaba, yuko sahaba mmoja ambaye pia habari yake hii nimeiona katika al-Isaba fi tamyizi sahaba, anaitwa Nuaim ibn Mas'ud. Yeye moja ya jambo alikuwa akifanya wakati huo, maasi ya makubwa alikuwa akiyafanya, yeye alikuwa akiandaa matamasha ya mziki, tena katika ile miji ya Maka na Madina. Na miziki yenyewe alikuwa anapatia wapi? Kutoka kwa sehemu zilizotawaliwa na dola za Kirumi na Sham. Anawatoa na mziki kutoka huko mbali waje wafanye miziki. Kwa hiyo utaona kwamba moja, nikizungumza na vijana, ni kwamba lolote utakalolifanya hivi sasa ufahamu kwamba katika ujana, ufahamu lishawahi kufanyika na likakatazwa, na kule kukatazwa ndio upya, na kufanya lililokatazwa ndio zamani. Miongoni mwa hayo ni matamasha ya miziki, tena wanamziki kutoka mahala mbalimbali duniani kwa wakati huo. Aliyokuwa akiyafanya hayo ni Nuaim ibn Mas'ud. Lakini katika moja ya masahaba ambao wamewahi kusifika mbele ya Mtume Muhammad kwamba ni watu wa kheri sana, ni huyo Nuaim ibn Mas'ud. Kwa nini asifike? Ni lile kama swala la Ka'b ibn Zuhair, nikiwarudisha katika darasa hili, ubaya aliofanya kumtukana Mtume, lakini kafikia mahala Mtume akaja akamtunza pale alipoacha ule ubaya, akawa anafanya mambo yaliyokuwa mazuri. Ndio hiyo innal hasanati yudhhibna sayiat. Kwa hiyo hili mlolifanya ni jambo ambalo lafuta madhambi, na usikate tamaa. Wewe fanya tu wema wa aina yote,
la tahqiranna min alma'ruf shay'a, usidharau katika wema chochote kile, hata kutabasam, kumkunjulia uso mwenzako. Mtume anasema ni katika wema, inaweza ikawa ni sababu ya kufuta madhambi ambayo yaliyotangulia. Mtume kakataza alqaza. Ukiangalia alqaza ni kiduku, sasa ndivyo sivyo? Kunyoa nywele zote huku upande alafu kaacha hapa katikati. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika vijana wakati wa Mtume Muhammad. Mtume akakataza, kaona jambo lile kijana kwa namna akamkataza. Sasa ukisoma historia za vijana wakati wa huko, utakuja kuona kwamba Uislamu lazima uitwe ndio ustaarabu, na ndio ulokuja kumsafisha mwanadamu kijana, tuseme, kutoka katika upotovu wa ujana kumwingiza katika hali ya kisasa. Na hali ya kisasa ni kuacha kunyoa kiduku. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza, hadithi nasema Mtume kakataza kunyoa kiduku. Siku moja shemeji yake Mtume Muhammad, shemeji yake upande wa Bi Aisha anaitwa Asma binti Abi Bakar, alivaa body tight, alivaa body tight kiasi ya kwamba ramani ya mwili wake inaonekana. Hadithi sahihi, Mtume alimwambiaje? Ya Asma, innal mar'ata lam yuslih laha ayyura illa hadha wa hadha, fa ashara ila wajhihi wa kaffaihi. Akamwambia, we Asma, hakika mwanamke hatakikani kuonekanwa, haifai kuonekanwa mwanamke isipokuwa uso na viganja viwili vya mikono. Body tight ndio mavazi ya sasa ya wanawake, na ndio mavazi mwanamke anajiona kama wa kisasa, lakini ni mambo ya kizamani wakati wa Mtume Muhammad. Tangu afe Mtume ni miaka 1400 na ngapi sasa? Miaka 1400 kadhaa iliyopita. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unaweza ukaona ya kisasa. Akikutazama Sheikh Walid ambaye ni mbobezi katika ilmu, akikutazama Imamu Bakari ambaye ni mbobezi katika ilmu, kutazama Sheikh Pocho, Sheikh Kanjovu na mashekhe mbalimbali, mbona huyu anafanya mambo ya kizamani lakini wewe unajiona wa kisasa? Kwa hiyo kumbe wenye kujua usasa ni mashekhe basi, kwa kupitia historia. Vibaka wanaitwa kutoa tariq, si ndivyo? Vibaka wale ambao wanaweka magogo njiani au kuzuia watu njiani, yale ni mambo wakati wa Nabii Shuaibu. Ujanja wa kuchezea kilo na mizani, wailul lilmutaffifin, ipo kwenye wailul lilmutaffifin, kwamba wale wao wenye kupunguza vipimo. Ule ujanja wa kuchezea quality na quantity ya bidhaa, mambo ya kizamani kweli kweli. Nayo pia ni mambo wakati wa Nabii Shuaibu. Ama haya yanayotawala ulimwengu hivi sasa ni mambo yaliyofanyika kipindi cha Nabii Lut alayhi salam, ndio alikataza ama swala liwati. Si sasa, ni mambo ya kizamani. Almuradi sasa kwa jumla ya yote, kijana nikwambie, usasa ni kushikamana na Uislamu. Usasa
Kama unataka sana usasa, ni kushikamana na sheria na kanuni za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sa wrestling ile kupigana meleka. Mvipi? Mtume sikasema laisa shadidu bisur'a lakin ashadida alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Hakuwa mtu hodari sana na mwenye nguvu ni yule mwenye kupigana meleka, ni wrestling. Mtume anazungumzia wakati huo. Alhasil, kila utakachokiona cha sasa kama hakifai kishakatazwa. Sasa nyinyi vijana wenyewe, labda niwaachie homework kwa maneno hayo. Ushamba ni nini? Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.